Kisugu. Kisugu. Yes, Kisugu alifukuzwa na mke wake Mbagala. Unanielewa? Alipofukuzwa akanipigia simu, akaniambia bwana Mwalimu bwana, kwa sababu anakaa kuna nyumba ya mke wake ya ulisi. Ndio anakaa Kisugu. Hii siri unaitoa siri ya Kisugu ujue. Ndio mimi ndo nakwambia. Kisugu leo Kisugu kaonekana kapanda ndege kaenda South Africa, anasema kajihudumia. Mechi icheza 1949. Matokeo yalikuwaje? Hawataka kusema. Lakini ukienda maktaba unavipata hivyo vitu, sema tu about 9 zipo. Hawasomi. Ile 38 ambao hajapanda daraja alipigwa about 90, hatujaiweka. 90. Mwalimu. Mimi naomba niende maktaba. Ndani ya 18 powered by Premier Bet. Bwana, yes, hujambo na karibu tena kuweza kuungana pamoja nasi ndani ya 18 tuweze kuzungumza mambo mengi zaidi ya kimichezo, yale ambayo yanakuwa imechukua zaidi vijue vyetu vya soka ambayo ni gumzo zaidi, tunakuwa tunapiga nayo story hapa kuweza kushare namna ambavyo vitu vinakwenda. Mimi ni Ibrahim Kasoga ndiye ambaye naongoza jahazi, na hapa ndani siku ya leo naungana na trending number 1 Mwalimu Yanga. Kwanza wanatuuma kwa nini wanajiita Yanga, Mwalimu Yanga, mwalimu nani? Tupo naye hapa kuweza kuzungumza naye. Mtaa ameuteka, ni kwa mara ya pili unamuona mtaa ameuteka sana, amekuwa na story nyingi sana zile ambazo zinamhusu yeye, na ndio maana tunaye hapa tuweze kushare naye namna ambavyo mambo yanakwenda. Mwalimu, mambo vipi? Niambie Black. Upo vizuri? Nzima. Mimi niko poa. Karibu tena. Unanenepa. Kumbe nyama zinaongezeka. Muhimu sana. Miaka nayo inatembea, kwa hiyo lazima vitu navyo mwilini viongezeke kidogo. Bwana, tupo na Mwalimu Yanga hapa kuweza kupiga naye story ndani ya 18, lakini pia kumbuka unatutazama kupitia YouTube channel yetu ya ndani ya 18, lakini kwa upande wa mtandao wa kijamii kupitia ndani ya 18 @tz unakuwa unatupata pale. Pia clip fupi unakuwa unaziona pale na kuendelea kushare mambo mengi zaidi. Mwalimu, niambie ndugu yangu. Hivi saizi Yanga mna sehemu ya kupewa hongera? Inapaswa iwe hivyo kwa sababu mnaendelea kuongoza ligi. Sio kuongoza ligi, kwa watu waungwana. Inapaswa iwe hivyo kwa sababu kuna vilabu vyote na hisi Yanga ndio inaongoza kwa na vikombe viwili msimu huu. Wanangawa Jamii na Toyota Cup. Hao wenzetu hawana vikombe chochote. Kwa tusubiri msimu uishi. Yes, kwa vikombe viwili ambavyo tunavyo, lakini tunaenda kugombania kombe la Muungano linakuwa la 3. Na ligi kuu tukichukua na kwa kombe la 4. Tutakuwa tumevunja historia yetu sisi wenyewe. 1972 kuchukua vikombe vinne. Kwa hiyo mtakuwa vizuri. Kabisa. Nimeona pia record zenu, nyinyi ndio timu pekee ambayo mmepata ushindi wa mabao kuanzia 4 kwenye michezo 9 kati ya michezo 23. Si mchezo. Ndio kubwa huo, kwa sababu sio hivyo na hisi hata mwaka huu Yanga ndio klabu pekee inawezekana kawa duniani imefunga bao nyingi, bao 8 kwenye mechi moja. Unaweza kutafuta kwa haraka haraka usione bao 8. Yes, kwa mechi moja. Kwa sisi ni wakubwa Ibla, na ukubwa, yes, na ukubwa wetu unaonesha katika hizo mechi. Na tuwafungi bao 4 tu, si timu za kawaida. Ni timu wakubwa tunawafunga. Timu kama Fountain Gate ambayo Simba anaenda anapata sare anashangilia, wewe unamfunga bao 4. Sio masiala. Kwa hiyo mpo vizuri. Mwaka huu tuko vizuri. Mwalimu, tunazungumza hapa, kuna muda ukiangalia posti za Mwalimu, ukisoma comment za Mwalimu, watu wanaamini umechanganyikiwa. Watu? Yaani ukisoma zile comment, unaona watu wanasema bwana Mwalimu kachanganyikiwa. Unajua kwa sababu gani? Labda wewe unaweza kujibia hapa. Wanasema Mwalimu vipi anawezaje kuandika hivi? Vitu gani hivi anaandika? Mwalimu kachanganyikiwa. Kwanza jambo la kwanza watu wanatakiwa fahamu. Kuna maisha ya mtandaoni. Hilo la kwanza. Na ujue katika mtandao kuna matabaka ya aina gani. Na ujue ili uweze page yako kufuatiliwa ni lazima utafute vitu ambavyo unajua kiweka hiki kitafuatiliwa. Hivyo vitu unatakiwa fahamu. Kama mtu wa mitandao utajua iko kitu. Na jambo la pili, angalia wote ambao wana comment vibaya au wanatukana. Angalia wote. Yaani mimi nafanyaga review. Mtu akitukana naenda kuangalia profile yake. Unagundua huyu mtu wa namna gani na anajihisi namna gani. Kwa matusi, na sisi wengine tuna ngozi ngumu. Matusi, hakuna tusi jipi ambao utatukanwa linaweza likaniumiza mimi moyo au mwili. Lakini vile vile matusi ndo kiwango cha kumjua mtu hekima na busara yake na heshima yake mbele ya jamii. Mimi hata siku moja fanya unachokifanya, tukana unachotukana, siwezi kutukana hata tusi moja. Kwa sababu najua yani nikiweka tusi maana yake pale ndo nasema huyu ndo Ibla, sura yake na mwenendo wake ndo huu kwa sababu ya matusi yako. Au kiandika kitu kibaya ambacho kitaumiza watu wengine. Kwa mfano, mimi naonekana ndo shabiki ambaye nashambuliwa sana wazazi wangu.
Mimi kuna kipindi kimoja mama yangu ananiambia hivi, umeona haya matusi mnatukana mwanangu? Nikamwambia mama, hawa ni watu ambao wako mtandaoni, hawajui heshima ya mama, hawajui jinsi ulivyopambana na watoto wako. Hata kama angekuwa mama yao ndo anatukanwa hivyo, wasingekubali. Kwa hiyo hili jambo kumbe limefika mpaka kwenye familia na uachi. Sasa mimi nitaachaje? Yaani mimi nakwambia Ibra, kitu ambacho ninachokipenda maishani mwangu nikikuta Simba wanatukana, wanalalamika, mimi ndo napata fulani. Yaani niweke post ambayo Simba hajatukana, hajalalamika, hiyo siku naweza nikashindwa kwa chakula. Kwa hiyo kuna muda pale vitu vingine ambavyo watu postia huwa vinakuwa sio vya kweli, ila ni kwa kera tu. Vingi, asilimia kubwa kuna vya kwa kera, lakini asilimia 90 ni vitu vya msingi. Ndio maana mtu akija kucomment jambo lingine anakuta mbona hii jambo ni sahihi, unanielewa lakini kuna mambo mengine, of course sisi ni vijana, unaweka jambo la kawaida ya kijamii, ya kinini, unaelewa. Kwa mfano mimi napenda wasanii, mambo yao, maisha yao, naweka jambo lingine katika kijamii, unakuta picha fulani, nchi fulani, unasema ngoja uweke, uangalie, wapime watu maarifa. Je, hili jambo labda umetokea Kongo, mtu anafanya hivi, je, jamii inachukuliaje hilo jambo? Au una mtazamo gani? Naweka vile ili kupima muda mwingine uelewa wa watu. Yes. Kwa hiyo mwalimu wa mtandaoni tofauti na mwalimu wa pembe ambaye tunakutana naye. Kwa hiyo mwalimu ni mzima kabisa, hajachanganyikiwa. Sasa ushaita mwalimu na umepewa na cheti, kwa sababu mwalimu lazima comment zinauliza huyu mwalimu wa wapi huyu, au alipewa tu jina? Unasikia wewe, mwalimu wa wapi alipewa jina? Lakini mwalimu ni professional, unasomea, unaelewa, unapata na cheti. Lakini vile vile mwalimu maana yake ni kiongozi. Unaposikia Mwalimu Nyerere maana yake ni kiongozi. Yes, yani mwalimu sio mtu wa kawaida hivyo. Maana yake mimi naongoza, kuna mambo mengine unaona sio sahihi, umeweka sahihi. Kwa mfano, Ibra anaweza kaelewa. Mimi kwenye page yangu umeona masaidia watu wangapi? Kundi kubwa. Lakini sasa mimi ni kiongozi, nafanya vile sio kwa sababu eti mimi naweza, pana anafanya vile ili kuongoza na watu wengine ambao kama kuna changamoto, kuna jamii, jinsi gani ya kuwasaidia hao watu. Huo ndio uongozi. Hauna sawa. Kabisa. Mimi na yule ndugu yako nani? Kisugu. Kisugu. Yes, Kisugu alifukuzwa na mke wake Mbagala. Unanielewa? Alipofukuzwa akanipigia simu, akaniambia bwana mwalimu bwana, kwa sababu anakaa kuna nyumba ya mke wake ya ulisi. Ndio anakaa Kisugu. Hii siri unaitoa siri ya Kisugu ujue. Ndio mimi ndo nakwambia. Kisugu leo kaonekana kapanda ndege kaenda South Africa, anasema kajihudumia. Bado huko tutafika. Sasa hii baada ya vile akanipigia simu, ngambia mshikaji wangu, of course inawezekana tofauti wa itikadi, wa mtazamo, lakini bado udugu kama Tanzania uko pale pale. Nikamsaidia kodi ya miezi 6. Ilikuwa ni 600,000. Unaelewa? Kwa maana yake tofauti, lakini umemsaidia. Lakini kupitia nani? Kwa sababu mwalimu ni kiongozi. Achana hivyo. GBC nani amemtoa mabusi. Si mimi na michango kabisa nikachangisha na nikampa. Ndio uongozi huo. Si unapata hiyo. Kwa watu wasikuchukulie poa. Sasa uchukulie poa. Mimi kwa mfano hapa mimi na watoto nawasomesha watoto 3. Kuna Mary, kuna Beatrice, kuna Rashidi. Kama unaonaga. Au shamsahau Beatrice. Tena Beatrice ni mshabiki wa Simba, alizimia baada ya kupigwa bao 5 na Yanga. Si ndio? Mimi namsomesha sasa hivi kwa darasa la 7. Dada yake yuko form 1. Mimi na hela. Hapana, kupitia sababu mimi ni kiongozi. Hawa ni watu na changamoto, unawasaidia. Kuna Rashidi nikutana naye katika iftari ya Meya Abdalla Mtinika, akaniambia bwana mimi na changamoto hii na hii, nikamwambia kwa sababu wewe umenirahisishia upo kwenye shule ya kawaida ya serikali. Mimi siwezi ngashindwa shilingi 50,000 hela za speed test nini. Naweza kufanya hivyo. Mpaka kufika la 7 huko mbeleni, inasikana mimi sipo, wengine wakiona umuhimu nimekutoa hapo, wanaweza kusaidia. Yes, hiyo ndio principle. Ndio principle yangu mimi inakusaidia. Yes. Kwa maana mwalimu kiongozi. Na mwalimu tupe picha moja. Afisa habari wa klabu yenu Alikamwe alipigwa faini ya shilingi milioni 5. Wewe kwa kuongoza jahazi milioni 5 mlipata ndani ya siku 3. Na tumeona mmeikabidhi tayari hiyo hela kwa Alikamwe. Hiyo nguvu ni kwa sababu Yanga mnaitoa au kuna ushawishi mwingine ambao mnao? Milioni 5 ndani ya siku 3 ilikuwa si kawaida. Jambo lilikuwa jepesi kiasi gani? Kwanza kipekee nisiwe mchoa fadhila. Watu waliotoa vyombo vya habari, chombo kikubwa cha East Africa Radio, nipiga simu moja tu watu wakaitikia. Lakini kipekee na watu wengine tofauti ambao wako mbali. Tulipata milioni 5 kwa sababu kitu kimoja Ibra natakiwa uelewe. Ukizungumza majiant wa 5 barani Afrika,
Yanga yupo, timu yenye hadhi ya nyota 5. Kwa mujibu wa takwimu Yanga ina mashabiki almost milioni 38. Mashabiki hao. Acha database ya wanachama. Kwa mashabiki hao wote ukiambia bwana kuna kilio, msemaji anakandamizwa na mamlaka. Msemaji anaonewa, si ndio? Wakipata hiyo story au wakipata hayo maumivu, mtu anataka kuchangia. Kwa mfano mzuri, kuna mama mmoja yuko Simiyu Nyakabindi, anipigia simu akaniambia mwanangu anaumwa. Anaumwa yuko ndani. Kuna simu yangu kuna shilingi 200. Nilikuwa nataka niende katika duka la madawa kumuomba anikopeshe dawa tu Panado ili kesho asubuhi aweze kuamka. Akasema nimeshindwa kufanya hivyo kwa sababu nimepata uchungu kumuona msemaji anafungiwa faini ya 500. Faini kapigwa. Akasema naomba nikutumie shilingi 100. Akanitumia shilingi 100. Yaani jenga picha hiyo. Mtu ambaye ana mwanae anaumwa. Akasema siwezi kwenda kununua Panado kwa haya maumivu ambayo na ukandamizaji anayoendelea. Ni heri nichangie shilingi 100. Kwa hiyo wewe unaamini ile engo ambayo mnaamini Kamwe anaonewa ndio ambayo imewapa msukumo watu wamechangia sana, na kama wewe ulivyoona ile posti hajakiuka maadili ya viongozi? Kwanza kuuka maadili ya viongozi hajakiuka. Kwa mfano sisi wote sisi nafahamu. Wote nafahamu. Kwa mfano hata Ibra. Kabla Simba hajacheza mechi yoyote, si ndio? Baada ya Simba kucheza, kwa mfano hii mechi zote zilizochezwa ligi kuu, baada ya Simba Super Bowl 4, umesikia kuna malalamiko ya referee? Hakuna malalamiko. Kwa wao Simba wakicheza ndio kuna malalamiko. Sasa timu kama mtu anakuambia hapana, tunataka tuke standard ya mpira, haya malalamiko ya referee yasiwepo. Kuna changamoto 1 2 na 3. Huyo ni mtu mbaya. Yaani Ibra nikikwambia bwana hapo Ibra una tongotongo, inapaswa ondoe tongotongo. Mimi niko kuonesha kidole ni mtu mbaya. Sasa hujajibu swali. Mwalimu si ipo hivi. Sasa Ibra unakosea. Ngoja nikwambie asikosei. Ngoja nikwambie kitu kimoja. Inatajwa hivi kwamba ukiwa kama kiongozi huwezi kwenda kuongea mbele za watu wengine kwa sababu wewe ni kiongozi. Tunaamini una sehemu ya kuja kuongea. Ni sehemu adhabu ambayo alikutana nayo Shafi Dauda. Alikuwa kiongozi DRFA, lakini akaenda kuandika madhaifu. Bwana wewe kama kiongozi ulikuwa una jukwaa lako. Ni sawa sawa wewe saizi matatizo ya shule uende kaongea mbele ya wanafunzi wakati kuna vikao vya walimu. Ndio hicho ambacho kinaonekana Alikamwe kwamba yeye kama kiongozi ana jukwaa lake. Au bado nakosea hapo? Hapo unakosea kitu kimoja. Ndio maana kuna maadili ya viongozi. Moja kwa kitu kimoja. Kuna sheria za TFF na bodi ya ligi. Kwenye kanuni zile. Kanuni zao zote na sheria zao, kanuni zao. Wamesema sehemu fulani, kwa mfano kuna mitandao ya kijamii wameweka limit hiyo. Haipo. Kwa maana yake mtu ambaye anaishi kwenye mitandao ya kijamii maana yake ni mwingine tofauti na kazi zake nyingine tofauti. No, yule ni wewe kwa sababu inakupresent wewe. Ngoja kwanza. Yaani unathibitishaje kwa mfano? Kwa ile page ni ya nani? Ngoja kwanza. Hata page ikiwa ya mtu gani? Sawa? Yaani kuna page ni page yake binafsi. Unaelewa? Ambaye ni nani? Ngoja kwanza. Hata ni yeye Ali. Unajua kwa muda ambaye Alikamwe ni kiongozi wa Yanga. Ngoja kwanza. Kuna muda kwa mfano tuseme labda Ali akeka picha nyingine yoyote, maana yake ina present, maana yake ni jambo la Yanga. Lakini kwenye tafsiri nje utasemaje? Msemaji wa Yanga Alikamwe kaweka post. Yaani msikie sasa unashinda kuelewa Ibra. Ibra anataka utenganishe majukumu, muda gani anakuwa ni msemaji na muda gani awe msemaji. Wewe unaweza kutenganisha? Mimi natenganisha. Akiwa kuna kipaza sauti ambaye anazungumza jambo la Yanga, unasema hapa ni afisa habari wa Yanga. Akiwa katika utumishi wa Yanga katika timu unazunguka watu hapa anasema hapa anazungumza, maana yake ni nani? Huyu ni afisa habari. Lakini mtu yuko nyumbani kwake anafanya mambo mengine pale, maana yake ameshavua kofia anafanya mambo yake mengine. Si unanielewa? Yaani nyie na hata wenye mamlaka nao wameamua, umeshindwa kutenganisha iko kitu. Kwani mwalimu wewe saizi hapo una hiyo nafasi, unajua kama mwalimu wa Yanga. Wewe ukifanya kitu mtaani utambulisho wa kwanza wanasema nani? Mwalimu yule shabiki wa Yanga. Hauoni kama ugumu unakuja hapo? Ngoja kwanza. Huo ugumu unamtengeneza nyinyi. Sasa huo ndo mtazamo katika jamii. Sio mtazamo. Kuna utambulisho kwamba wewe mwalimu ni nani? Mwalimu ni Yanga. Kwa hiyo chochote utakachokifanya utatambulika kama mtu utasikia si watu wa Yanga wale. Of course, yani kuna kitu kimoja ambacho anachokosea Ibra. Kwa na hii ndo jamii ambayo tunataka tuifunde. Muda fulani hapa na kwa Ibra Kasuga
muda fulani anakuwa ni baba familia, muda fulani hapa anakuwa kiongozi wa dini, si ndio? Yaani Ibra Kassuga sasa hivi bwana upo hapa studio. Ukitoka hapa ukaa kanisani pale utasema bwana yule nani? Utakuta kiongozi wa dini kwa sababu bwana Ibra Kassuga mtangazaji anasali hapa. No, ndio kiongozi anaongeza misa sasa. Kwamba huyu bwana ni mtangazaji. Okay, of course hiyo ni elimu nyingine ya tofauti, na tukupe hongera kwa hii michakato ambayo umekuwa unaifanya, hasa nguvu ya kuchangisha hiyo pesa. Si jambo dogo kupata milioni 5 ndani ya muda ambao uzidi siku 5, ilikuwa ni jambo kubwa sana, na alikamwe tunaamini kwamba hiyo faini italipwa na mwingine ataendelea. Lakini muda huu pia unavyokuwa unatutazama kupitia ndani ya 18 kupitia YouTube channel yetu, unafasi pia kuweza kuibuka mshindi wa gari Harrier Anaconda ya mwaka 2016 iko pale, lakini pia kuna bajaji, lakini bila kusahau pia kuna pikipiki ambazo wewe Mtanzania unaweza ukashinda. Na hii unapaswa tu kuwa mwanafamilia wa Premier Bet. Cha kufanya wewe kama sio mwanafamilia, jiunge hivi sasa, lakini pia vile kama ni mwanafamilia upo kwenye nafasi ya kuweza kuibuka kuwa mshindi. Kwa hiyo ambacho unatakiwa wewe ukifanye ni kwenye profile yako pale, ingia, utakutana na sehemu ambayo imeandikwa Reward Hub, utaingia pale, kuna coins ambazo ziko pale, challenge mbalimbali utakuwa unazicheza. Zile challenge zitakuwa zinakupa wewe coins. Zile coins zitakuwa zina count au zinahesabu kama pesa. Kwa hiyo pale utaona ile Harrier Anaconda ina kiasi gani, pikipiki ina kiasi gani, lakini pia kuna iPhone 16 Pro Max na zenyewe pia ziko pale, utaona. Kwa hiyo zile coins zako kadri unavyocheza challenge, kumbuka cheza challenge mpaka mwisho. Utakapomaliza zile coins zitajaa pale, kwa hiyo kuna muda utajikuta na kiwango ambacho kitakufanya uweze kushinda iPhone 16 Pro Max, bajaji, pikipiki au Harrier Anaconda ya mwaka 2016. Fanya hivi sasa ili uweze kuibuka mshindi kwa kuwa tu mwanafamilia wa Premier Bet. Mwalimu, umetaja ligi Simba hajacheza kama raundi 4, ligi imetulia, kwamba waamuzi hamna kelele. Nyie mnashambuliana. Wakati waamuzi hawatajwi, wanatajwa wachezaji wa timu pinzani wakicheza na Yanga. John Nobo kaonekana airport, anarudi kwao, kasimamishwa huko Fountain Gate, haieleweki. Nyie na Simba mnatuhumiana, kila mtu kwa namna yake. Nyie mnasema waamuzi, Simba wao wanasema nyie mnacheza na wachezaji wa upande wa pili, na kuna swala GSM familia huko ndani, dhamini sijui vilabu 8, mambo kama hayo. Inaonekana nyie wote mnajua namna mnavyoshinda mechi zenu. Ndio maana mnasemana. Kwanza anatakiwa Ibra ufahamu, nahisi mwaka jana John Nobo acheza Tabora. Alifungwa mabao 29. Sijakosea, alikuwa Tanzania bara. Mwaka huu yeye amefungwa bao 32. Si ndio? Fountain Gate ndio timu miongoni ambao zimefungwa mabao mengi kuliko timu yoyote. Alienda Mashujaa pale kamtia 3, kaenda Singida siku kamtia 3, Yanga pale Yanga kamtia 4. Unaelewa? Tafsiri yake ni nini? Tafsiri ilikuwa maana yake Fountain Gate ana ubora huo ambao mnaamini. Hilo la kwanza. Lakini issue ya pili, tukubaliane Ibra. Wewe unamfahamu Aishi Manula? Anacheza sasa hivi? Hachezi. Alifungwa magoli ya kihalali, lakini uongozi wa Simba akasema huyu hapana. Zile Jumatano. Kamala akuitwa mara 3 na magoli. Kwenye mitandao ya kijamii. Sio kwa mitandao ya kijamii, ndio sehemu yake ambapo anazungumza akuitwa. Unaona huyu mtu kumkatali kama mitandaoni, sasa hizi magoli unataka kudhibitisha. Unajua sababu gani? Tunazungumza haya kwa sababu alikata sababu ifikia mpaka Kamala akatoka nduki kwenye dabi ya tarehe 8 Machi. Akasema mimi sichezi mechi kwa sababu mnitumu. Unaelewa? Kwa hizo kutuhumu ni tabia za timu ndogo. Kwa sababu kinaambia Nobo John ashafanya yale makosa na JKT. Hausha sawa? Alifanya. Kashafanya makosa yale na Azam msimu uliopita. Mechi na Pamba, si ndio? Why Yanga? Ndio nyie sasa. Kwa sababu ndo nakuuliza kwa sababu mbwa yote mbaya mnafuta jina baya, si ndio? Wanahisi wanakosea. Ubora wa Yanga kuna watu wapigwa bao 6, Simba apigwa bao 5. Yaani leo Fountain Gate na Simba ni mara 100. Fountain Gate apigwa bao 4 kuliko Simba bao 5. Mbona walivyoshinda bao 5 kwa Simba? Kuna watu wakatuhumiwa. Watu? Wakati tumetoka kutaja hapa Manula mpaka leo wacheza. Kwa hiyo ukipiga mtu, watu wanasema hapa Yanga kuna watu kacheza nao hapa. Kwa hiyo Simba ametuma mara moja. Simba akapigwa mara 4 mfululizo. Ndio timu ambayo imeweka historia. Insikana katika dabi nyingi duniani hakuna dabi amepigwa mara 4 mfululizo zaidi ya Simba. Na mara zote zimetafuta sababu. Wanafikiri inatokana na nini? Kwa sababu nyie mnasema Ibra, nyie mnasema wao wakishinda waamuzi wanawapendelea. So sisi nyie mkishinda watu wenyewe wanasema mnanunua wachezaji. Sikiza basi, ukisema sisi hivyo basi maana yake sisi tunanunua wao. Kwa sababu wao ndio tumefunga mara nyingi duniani. Kama timu ambayo unasema imefungwa mara nyingi duniani ni Simba na Yanga.
Yaani Simba amefungwa mara nyingi na Yanga kwa timu yoyote duniani. Kama wasema tunanunua, maana yake tumeanza kununua tangu 1978 kupanda daraja ya kwanza. Tumeanza kununua 9 90 ngapi 5 4, kwa maana yake tumeanza kununua tangu 1978 wanaanza kucheza daraja ya kwanza mpaka leo tunanunua wao. Kama mnanunua. Kama tunanunua. Lakini hizo ni vitu vidogo kwa timu ndogo. Ndio maana nikwambia Ibra, na hii nataka kukusaidia wewe. Mimi nisema hivi, nipe nondo. Kiongozi yoyote wa Simba anatakiwa haje mbele waambie wanachama wa klabu ya Simba, tunaelekea mwisho wa msimu, atafute timu ya vijana under 17 kama na kikombe, aje under 20, haje timu ya wanawake, haje timu ya wanaume kama na kikombe. Simba msimu huu ndo amefeli kuliko msimu yoyote. Msimu hujaisha. Sikiliza kwa sababu mimi nakupa hoja ambazo utathibitisha. Under 17 bingwa Yanga. Si unajua hiyo? Sasa hivi tuko katika Super 8 under 20. Katika timu ya wanawake bingwa wa wanawake, timu ya Samia Cup bingwa amechukua Yanga. Bingwa ngao jamii ambao amechukua nani? JKT Queens. Anaongoza JKT Queens. JKT Queens kashamaliza na vigogo, amebakisha mteremko, anaenda kuwa bingwa ligi kuu ya wanawake. Msimu uliopita Simba ilikuwa ni bingwa ligi kuu ya wanawake, alikuwa bingwa ngao jamii. Hiyo timu haijafeli. Swali jepesi. Mpaka saa hizi hawajafikia mafanikio. Sasa alikuwa bingwa ngao jamii. Simba bado haijaisha. Ngao kapoteza. Wana vikombe vitatu. Kuna vikombe vitatu, viwili amepoteza. Kabaki kimoja. Ambacho JKT nakuwa na uhakika. Ana hakika chukua. Tuseme timu wanawake wamefeli. Kwa wanaume ngoja kwa under 17. Bingwa ni Yanga, amefeli. Under 20 ataenda kwa Yanga. Tuachane Under 20. Lakini timu ya wanaume bingwa ngao jamii ni Yanga. Kampiga Simba nusu finali. Uongo? Yanga amechukua Toyota Cup. Tuambie Simba na kombe gani? Bingwa muungano, Simba kombe chake cha muungano. Toyota Cup mwalimu Simba kwa wenyewe. Kwani mlishiriki na Simba mwalimu? Sasa Kaizer Chiefs wadogo. Sasa huko Simba. Kaizer Chiefs Simba alipigwa bao 4. Acha na hivyo basi. Kombe ambao Simba alikuwepo si ngao ya jamii. Simba amefika wapi? Ameshia mshindi wa 3. Sio? Kwenye ligi kuu anaongoza ni nani? Yanga sio? Sasa ukisemaje Simba huko? Yanga anachukua kikombe cha 3 cha muungano, ameondoka leo. Umeelewa? Akichukua na ligi achukua vikombe 4. Wewe unataka uniambie, ukiacha Man City 2019 achukua vikombe 4, nitafute timu gani ambayo amechukua vikombe? Sasa mwalimu, mfano sasa hizi tunavyozungumza Simba na shughuli yake tunajua ya kombe la shirikisho. Unadhani wewe kuwa bingwa wa ligi kuu na Simba kuwa bingwa wa shirikisho in case imetokea, unafikiri nani ambaye atateka mtaa? Kwanza swali zuri sana. Shirikisho kwanza na ligi. Ligi kuu ni kubwa kuliko shirikisho. Ligi kuu ni kubwa kuliko shirikisho. Kwa sababu ili upate nafasi ya kwenda kombe ya klabu bingwa au kombe la shirikisho ni lazima ufanye vizuri katika ligi. Nafasi kwenye ligi. Si ndio? Unakuwa bingwa wa kombe la shirikisho. Si ndio? Umeshika nafasi ya 3. Utaenda kwa bingwa. Utacheza shirikisho. Azam tuseme ameshika nafasi ya 2. Si ndio? Kabingwa wa shirikisho ipi kombe kubwa? Kabingwa. Kwa tunakubaliana kumbe une kombe dogo. Hata kama akifanya chochote lakini une kombe dogo. Kushika mtaa maana yake lazima uwe bingwa, kwa sababu CAF anaweza kafanya tu bwana msimu nataka bingwa na kombe la shirikisho. Lakini ile kombe dogo mwalimu, medali yake nyinyi mnajivunia nayo, na hata baada ya Simba kufika nusu mlisema tuletee medali hii ndio tutakupa heshima. Kwa nini saa hizi nyinyi muone kudogo wakati kuna sehemu mnapata heshima mtaani kupitia kombe hilo hilo? Sasa Ibra hapo anatakiwa ule kitu kimoja. Shirikisho la 2022 na 23. 23. Kwanza sio 22, kuanzia 2018 mpaka 22 na 23. Alafu angalia shirikisho 24, 25 na kuendelea. CAF walikokuwa hivi, baada ya kuona kombe la shirikisho ni dhaifu, wakasema tunaweka utaratibu. Timu za CAF Champions League, Giant, kwa sababu kunawezekana mkashindana Giant wenzenu, mkatoka njoo kuna shirikisho mweke challenge. Unaelewa? Yanga anataka kuoneka bingwa na Al Hilal ya Sudan. Anaenda shirikisho kutoka kwenye CAF Champions League. Ndio TP Mazembe. Anatoka kune kabingwa anakuja shirikisho. Unaelewa? Monastiri anamtoa bingwa mtetezi Sibekane. Unaelewa? Kwa wale ile kombe kipindi kile unakutana na watu mabingwa nchini kwako ambao walisajili kikosi kwa ajili ya kabingwa. Sio kwa ajili ya shirikisho. Kipindi kile ilikuwa nzito zaidi. Ilikuwa ni nzito, lakini msimu huu shirikisho ni nafasi ya 3 mpaka nafasi ya 100 huko, mnachukulia mtu atachopenda anachukuliwa, mnaenda kwenye shirikisho. Hii tafsiri inaonyesha shirikisho ni kombe dhaifu kuliko hata kombe lolote. Ndio maana tafuta zile timu zote ambazo za shirikisho.
utakuta nafasi ya 3, nafasi ya 5, nafasi ya 4. Lakini saizi Berkane tofauti. Berkane tofauti kwa sababu jambo ni moja. AS Berkane waliwekeza wachezaji katika ligi yao. AS Berkane waliwekeza wachezaji kwa ajili ya ligi yao. Kwa sababu ni ngumu. Unaelewa? Ligi yao ni ngumu, ameka wachezaji wa maana. Berkane leo bingwa wa Morocco. Yes, mechi 5 akiwa mkononi amekuwa bingwa, si ndio? Tafsiri kwa sababu alisajili wachezaji kulingana na ubora wa ligi yake. Akija unashirikisho tunasikia mtu anapiga Stellenbosch bao 5, wale na Constantine bao 4 kwa sababu alisajili kwa ajili ya kikosi ya ligi yake ni ngumu. Sio unaelewa? Kwa mwalimu anataka kutuambia kwamba shirikisho tangu mfumo wa kuziondoa zile timu za playoff za klabu bingwa ni kwepesi. Ni dhaifu. Kwa hiyo Simba hata akirudi na medali chochote hapa. Yaani sio medali tu, hata apewe na ndege. Shirikisho ni dhaifu. Bana, huyu ni mwalimu Yanga na namna ambavyo jambo linaenda. Eneo la kumalizia ambalo limekuwa linakupa umaarufu, na of course hata mimi maeneo ambayo huwa nashinda watu wakikuona wewe huwa wanatumia neno kwa mujibu wa CAF. Takwimu zako mwalimu wewe unazitoa wapi? Huwa unadigi wapi? Kwa sababu kuna muda watu unawaletea vitu ambavyo watu hawaelewi. Mwalimu hii hesabu kapiga wapi? Mwalimu hii hesabu katoa wapi? Utasikia tu mwalimu anakuambia kwa mujibu wa CAF. Anatoa hii. Juzi nilikuwa nakuona wakataa Simba kwamba hawajapanda. Takwimu zako wewe hasa unajikita wapi? Labda leo tuibie siri. Of course mimi jambo moja, takwimu zangu nafanya research kwenye website, lakini nyingi za historia za miaka ya nyuma naenda maktaba kuu ya taifa. Maktaba kuu ya taifa. Unajipa assignment kabisa. Leo naenda kusoma kitu fulani. Naenda kusoma kitu fulani. Kwa mfano, watu wengi wanaamini, wengi kwa sababu wanaamini Ibra Kasuga. Kwa mfano ligi ilianza mwaka 65. Ligi ilianza mwaka 65. Ambao sio kweli. Sio kweli. Hii ligi, kwa mfano ligi yetu sisi ilianza kuchezwa kuanzia mwaka 1926. Unanielewa? 1942 Yanga anachukua vikombe 4. Niliposti juzi kama uliona vile. Vikombe 4. Kipindi hicho tukiwa bado tupo kwenye ligi ya mkoa ya daraja za kanda. Kwa mfano kama Simba walipanda ligi daraja ya kwanza 1948. Abana? 48. Wanaanza kucheza mechi. Lakini mshabiki wa Simba yote, mtafuta mshabiki yote atakwambia ligi imeanza mwaka 65. Yeye amezaliwa 1936, lakini anakuambia bwana tumeanza kucheza mwaka 65. Ndio maana hizi historia za nyuma hawasomi. Ukija kupata historia za nyuma ndio hayo matusi unakuta mtandaoni. Hizo wewe unazitoa? Yes, nini? Hizo wewe takwimu zako unaenda unazitoa maktaba. Yes, maktaba ya taifa. Yes, zipo watu wasomi. Ambazo kunawezekana TFF wapi na labda inawezekana watu ndio maana sababu hawajui. Hawajui. Kwa hiyo kuna sehemu sisi tuna miss. Mna miss sana. Kwa mfano kama nyinyi ambao waandishi wa habari. Na mimi naamini katika michezo ni waandishi ambao mnatakiwa muwe wabobevu. Kwa mfano kama wewe unatakiwa udili sana na historia hivi vitu. Vipo mule wameandika maktaba. Twende tukajipe assignment. Nakuomba sana uje ndugu yangu. Mimi nakupa assignment moja. Tume pale Muhimbili kuna jengo lichangiwa kati ya Simba na Yanga mwaka 1949. Ndiko hospitali. Yes, kipindi hicho inaitwa Eagles. Si ndio? Kajipa assignment. Ile jengo nenda pale Muhimbili. Mwambie bwana kuna jengo hili ambalo Simba na Yanga walichangia mechi ilichezwa 1949. Matokeo yalikuwaje? Hawataka kusema. Lakini ukienda maktaba unavipata hivyo vitu. Simba tu bao 9 zipo. Hawasomi. Kuna mtu alikula 9? Simba 9 kwenye Harambee. Yes, kuna Harambee alipigwa 9 tukachangia hospitali. Kwa sababu yani Simba walivyoondoka katika sehemu ya Yanga walikuwa na vinasaba na Yanga. Sasa unafahamu Simba na, si ndio? Hiyo historia hapo. Yes, kwa sababu hiyo bondi hiyo uhasama huo wakasema tukiweka mechi italeta mvuto katika jamii. Watu watachangia. Ikachezwa hiyo mechi. Watu hawasemi. Kwa hiyo mwalimu anataka kutuambia ile record ya kwamba dabi ina goli 6 ile ya Kibadeni kwamba ile sio kubwa, kuna hii ya 9. Hii 9 nimekwambia sababu tu nimekwambia juzi 1949. Ile 38 ambayo hajapanda daraja ilipigwa bao 90 hatujaiweka. Bao 90. Mwalimu. Mimi naomba niende maktaba. Sasa kwani uamini kama Simba 1938 hawakopo daraja la kwanza, walikuwepo katika daraja la pili. Hiyo goli 90 mwaka gani? 38 Simba imepanda Simba 36 imeanzishwa. 38 wako daraja la 3. Wamepanda ligi 1948 daraja la kwanza. Haujui kama Simba daraja la kwanza 1948?
Ndio uko unasitaja hapa. Ndio hivyo kasome 38 Simba pigwa bao 90. Naomba nikajibu. Sasa hiyo anasema yeye bwana tutaki huko. Tunataka tuanzie mwaka 65. Goli 9 ningeweza kuamini ila 90. Kuna timu imefungwa goli 104 kule ni wapi? Ni India au wapi? Of course huko inawezekana. Asia huko inawezekana. Lakini ya Simba na Yanga hii mkae nayo goli 90 tena Yanga. Hiyo 90 iba hujasikia? Mimi ndo nasikia kwako goli 90. Ya jamani. Nitakutumia clip. Mwalimu. Hiyo nishazungumza sana. Achana clip mwalimu. Nitakutumia kitabu ambacho kimeandikwa cha historia. Mwalimu siku mimi ndajipa muda twende wote maktaba pale. Maktaba. Twende ukanifungulie. Kwamba bwana mwaka fulani nataka nione ya 9 na 90. Na 90. Mungu akubariki sana. Nampigia hata simu mzee Magoma. Mzee Magoma? Sasa Magoma. Sasa Magoma ni Yanga kwani? Wenye timu yao. Bwana mwalimu ametuambia rekodi zake huwa anazitoa wapi? Zile za nyuma ametuambia maktaba ya taifa. Ukifika pale vitu vyote huwa anavitoa pale. Ametupa rekodi nyingine ambazo binafsi inabidi tu nishangae. Siwezi kukataa kwa sababu sijaziprove wala siwezi nikamkubalia, kwa hiyo inabidi nibaki nayo. Muda ambao nitaenda kujipa nafasi na mimi kuweza kupitia, na uzuri nitakuwa na mwalimu mwenyewe siku mimi nitatenga muda na mimi nikaone goli 90 na goli 9. Mwalimu Tiga na Lukinja aliwahi kuniambia kwamba yeye alishafunga goli dhidi ya hizi vilabu viwili. Watu kama wakawa waamini. Kweli akaenda maktaba, akarudi na ile picha, alipiga picha lile gazeti kwamba bwana ilikuwa ni Majimaji hivyo alishinda yeye, akaonyesha bwana goli lilifungwa na fulani, tukaona jina lake. Kwa hiyo na mimi nataka nipate receipt ya mwalimu, either nipigie picha hilo gazeti au hicho kitabu, au siku twende tukajipe muda wenyewe. Bwana mimi nikwambie tu nafasi ya kuweza kushinda gari aina ya Harrier Anaconda ya mwaka 2016, lakini pia ukashinda iPhone 16 Pro Max au kashinda bodaboda, lakini pia bajaji kupitia PremiaBet. Cha kufanya wewe ingia kwenye profile yako kama tayari mwanafamilia wa PremiaBet au jiunge hivi sasa. Ingia pale, utaona kuna reward hub, utaingia mule, utakutana na challenge mbalimbali. Hizi challenge wewe utazicheza, unavomaliza challenge yako kuna kiasi zile coins utapata ambazo zitatengeneza kiwango fulani cha pesa kutokana na coins ambazo unakuwa nazo. Kuna kiasi fulani ukifika itakuwezesha kushinda gari Harrier Anaconda 2016 au kashinda iPhone 16 Pro Max, ukashinda pikipiki au ukashinda bajaji. Kwa mujibu wa CAF, mwalimu Yanga alikuwa hapa ndani. Bwana shukrani sana. Mambo makubwa mawili ya mwalimu. Kasema yeye ni kiongozi na mwalimu wa Yanga tunayemuona huyu tofauti na wa maisha halisi. Tunamuona mtandaoni na maisha halisi ni tofauti, lakini jambo kubwa na la pili, takwimu zake huwa anazitoa maktaba na wewe kasome. Hii ilikuwa ndani ya 18. Bye bye, mimi ni Ibrahim Kasuga, mwalimu Yanga tulikuwa naye hapa. Ndani ya 18, powered by PremiaBet.